Okay, basi leo tuko na hii ngoma kali inaitwa Antiboy. Hapa ndani tunakutana na kijana mmoja ambaye alikuwa na nguvu kama za siafu, lakini hizi nguvu bwana zilimfanya yeye aweze kusaidia watu wengi kweli kweli. Hapa darasani udogo anaitwa Pele yuko na anatazamana na kabinti kanaitwa Amanda. Basi akawa akaangalia anakapenda sana, lakini Pele hanaga marafiki. Pele ni mtu mpole sana. Basi siku hiyo akawa amekaa zake anakula epo wakati wa mapumziko. Lakini kucheki hivi kwa chini anashangaa kuna dogo anaitwa William anaonewa, akaamua kurusha lile epo kumbonda mmoja wapo kati ya wale waliokuwa wanamuonea yule dogo. Wao wakaanza kumfukuzia, wakamkimbiza sana dogo Pele kwa sababu ameingilia ugomvi ambao sio wake. Mpaka huko Pele akawa amejificha kwenye jumba fulani hivi. Akiwa hapo kuna mdudu kakaja kamng'ata hapo mguuni, lakini hakushtukia. Baadaye yule siafu akaanza kupanda mpaka shingoni akamng'ata tena. Pele ndo kuja kushtukia, mbona kama kuna mdudu kaning'ata? Ghafla akaanza kuona mawenge pale au elewe akaanguka chini. Lakini mara baada ya kuanguka chini anaona kama kuna mtu amekuja hapo, lakini akawa hajamtambua. Mpaka nyakati za usiku Pele anajikuta amesaidiwa tu, alafu amefikishwa kwao. Kufika kwao mama anauliza ulikuwa wapi? Pele anasema mama, nilikuwa kucheza game kwa wenzangu, kabidi tu aongope. Dogo akaja akajilaza, amechoka kweli. Hakika ndoto zinamjia kama sisimizi wanapita siafu na nini. Usiku akaamka akawa anahisi njaa ya hatari kweli kweli. Akaamka akaenda kufakamia chocolate na nini. Ni amekula ovyo ovyo. Asubuhi anaamka anashangaa nyumba yote chafu. Ama chocolate nilikula saa ngapi? Mbona hadi mdomoni una chocolate? Anyway, akaja mezani. Ile kumimina juice anashangaa ile kopa la juice inang'ang'ana. Akaambia baba, naomba nisaidie kutoa. Naona linang'ang'ania. Babake akamtoa. Babake akuteke, yani akaona kama hizi tu. Lakini dogo baadaye anakuja ashike glasi, ghafla glasi ikapasuka. Baba akaangalia, wewe vipi? Sasa sielewi. Baba anasema uende hiyo glasi ilikuwa imevunjika. Au ilikuwa na ufa. Dogo hakuelewa. Siku basi dogo akaamua kwenda zake shule. Lakini wakati ameenda shule, mwalimu anamwambia leo tutafanya mazoezi ya nguvu, yani physical, tutafanya mazoezi ya mwili. Tunaanza na huyu. Wakaanza na Pele pale. Pele akapigwa ya kwanza. Baadaye Pele cha ajabu anashangaa ameinua hilo nani akampiga mwalimu mbali kweli kweli, mwalimu akaangukia. Hadi mwalimu anashangaa na wenzie wote wanashangaa imekuaje? Hadi yule William ambaye alisaidiwa anashangaa. Baadaye William akaona ngoja amfuate, akamfuata Pele, ile nguvu umewezaje kumpiga? Anamwambia mwanangu, mwenyewe sielewi. Hauelewi nini? Mbona ulimpiga kwa nguvu ya ajabu? Lakini Pele kuna mtu akawa anamwangalia, kama na kumbukumbu fresh ni kama yule jamaa ambaye alikuwa amemsaidia. Hatujui ni nani, tutamfahamu. Basi Pele baadaye akawa amerudi zake maskani. Lakini yule jamaa ambaye alimsaidia Pele, kuna gazeti akawa analisoma hapa. Anaonekana kama anaishi kwenye mazingira ya asili sana huyu jamaa, lakini bado hatujamjua ni nani. Basi bwana, siku nyingine wakiwa shuleni huko, ikabidi Pele aje mchane William kila kitu. Anamwambia mimi niling'atwa na sisimizi au niling'atwa na siafu ambaye huyo amenipa nguvu, yani ninajikuta na uwezo wa kupanda, wa kucrawl na uwezo wa kupanda kwenye kuta na kila kitu. Basi dogo akamwambia twende nyumbani ukaone ma heroes ambao kama wewe. Yani hayo unaosema wewe kuna watu washaikuwa na sifa kama hizo. Akaanza kumuonesha hapa au ma heroes wa zamani. Dogo akaangalia akavutiwa kweli kweli. Basi baadaye akamwambia mimi ninakuofa, akamtengenezea hiyo uniform. Huyu William akamwambia kwa sababu ulinisaidia na kutengenezea hiyo uniform uitumie wakati utakapokuwa unasaidia watu. Na tutakuita Antiboy kuanzia leo, yani dogo mchwa au unaweza kuitwa mvulana siafu. Basi siku hiyo bwana wakawa wamekuja kwenye hadi hii parking ambako mara nyingi huwa kunafanyikaga uvamizi au uporaji kwenye hii parking. Ni kweli bwana, siku hiyo kuna bibia alikuwa anasumbuliwa hapo. Basi yule dogo ghafla akavua lile vazi lake na kuvaa ile mavazi ambayo alitengenezwa na William, yale ya Antiboy. Yule jamaa ambaye alikuwa anamletea ujinga yule bibi akaanza kumwambia, tuseme yule jambazi sasa, akaanza kumwambia wewe utaweza nini bwana? Hauna lolote. Anamwambia wewe ni kama wale wachezaji wa Halloween. Lakini dogo akarudi nyuma akaanza kupanda kwenye ukuta kumuonesha kama trailer. Yule jamaa aamini. Huyo dogo anapanda kwenye ukuta na kuaje? Akashangaa kwa hivyo dogo jamaa akaona hapa pamenuka. Ilibidi aanze kukimbia. Lakini alikimbia hakufika mbali. Dogo akawa amemkamata pale chini na kumwadhibu vikali. Basi baadaye bahati nzuri polisi wakawa wamekuja kwa sababu bibie yule aliyekuwa anataka kutapeliwa pamoja na yule dogo William aliita polisi. Lakini baadaye dogo anamwambia jaribu kupanda kwenye kuta, mimi sikukuona. Anajaribu kupanda lakini anashindwa. Akamwambia umesahau chocolate, hakikisha kila mara unakula kwanza hasa chocolate, alafu nguvu zako zinarejea. Basi siku akawa amefurahi kweli, amerudi mpaka huko nyumbani. Wakaja ka design hiyo kofia na nini, anaanza kusema sasa wewe utakuwa ndo superhero, alafu hata kitaki kutafuta basi utakuwa unaeleweka, lakini tuseme
utambuzi wake, yani watu kutambua identity yako itafichika. Kweli bwana ametrendi sana hapo town yani. Kila mtu anasoma habari zake na nini. Dogo akaanza kufurahi kweli kweli. New superhero in the town. Lakini hadi kwa Amanda anamfurahia lakini hajamjua kama ni yule Pele. Kwa bahati mbaya leo Amanda bwana amevamiwa na nani? Amevamiwa na yule jamaa anaitwa Free. Umeona? Basi jamaa alikuwa amemchukua Amanda. Dogo amekuja darasani, kumbuka anampendaga Amanda. Kila kicheki kwenye kiti cha Amanda hayupo. Dogo aliumia sana. Kuja hivi kitaa siku hiyo, anashangaa kuna mtoto amening'inizwa juu kabisa. Anatakiwa akamsaidie. Basi dogo akaona hii ndio fursa ya kwenda kumsaidia. Kwa sababu yeye anapenda kusaidia watu. Akapanda mpaka kule juu. Amepanda mpaka kule juu kuhakikisha kwamba anamuokoa yule dogo, lakini kumbe ni mtego tu, hakuwa mtoto. Basi baadaye anajikuta ameingia kwenye hiyo nyumba. Anaambiwa na huyu bibie Aida anamwambia, nimekuita huku sikuwa na maana kwamba muokoe huyu, lakini kwamba nimekuita kwetu tuzungumze. Mdogo wangu yuko kwenye sela amevamiwa na nimetumiwa hii video, amechukuliwa na amefungiwa. Anamwambia unapafahamu hapa? Anasema sipafahamu. Na nani amekutumia hii video? Anasema yule nitumie video ni mtu ambaye anafanya kazi na baba yangu. Kwa hiyo huenda akawa ni mtu wa kazini kwa baba yangu, lakini inaonekana amemteka huyu binti yetu, amemteka dada yangu Amanda. Sasa kumbuka dogo anampenda Amanda. Akaona sio mbaya, lazima niwajibike kwenye hili. Basi akaja nyumbani kwa kina William huku. William anambia mbona umemleta huyu bibie huku kwa nini? Mimi sipendi watu wengine wajue mambo yangu. Sitaki watu wengine waanze kufanya huu utafiti wa superheroes. Ni mimi tu nayetaka kufanya hivyo. Anamwambia nisamee, lakini kuna mdogo wake ambaye ametekwa, tunahitajika kumsaidia. Dogo anamwambia kweli, naomba msaidie mdogo wangu. Basi wakawa wanajitahidi pale kuhakikisha kwamba naeleweshana. Wakaja kutazama mahali ambapo amefichwa, inaonekana ni selo. Lakini sasa tunafikaje huko? Dogo akaanza kusema nina uwezo wa kuvuta hadi harufu. Kama una harufu ya kitu kama mkufu, uniongoze. Wakachukua huo mkufu ambao una harufu yake, akawa anauzingatia, yani kila njiani ukipita anaunusa. Basi anajaribu kufuatilia ambako inawezekana harufu ya aina hiyo ilipita. Wakaja mpaka kwenye lile jumba, akamwambia nyewe subirini hapa. Ngoja mimi niende kwanza nikacheki usalama. Basi kweli dogo akaingia hapo ndani, sema kuja kwenye mission ya kumwokoa ile bibia. Ajabu kuingia hapa, anashangaa kuna wadudu, kuna kitu kama maabara ambayo imetengenezwa ya wadudu. Basi dogo hakuelewa imekuaje. Kuzunguka huku na huku anashangaa wadudu ni wengi kweli kweli. Ni kama wanatumika hapa ndani, lakini hakujua wanatumika kwenye nini. Kwa bahati nzuri mbele anaona selo, afu kwenye hiyo selo ndio yuko Amanda. Ghafla hii jamaa ambaye ni Free kali nimchukua na kumfungia na yeye kwenye selo nyingine. Aliyekuwa amekuja kuokoa na yeye ametekwa vile vile. Hii ngome itakuwaje? Mimi naitwa Sebe Director of Fish SD. Naomba usiache kucomment, kulike, kushare na kusubscribe hapo chini. Sasa kwa ufupi ni kwamba huyu jamaa bwana ambaye amemkamata huyu dogo ana historia ya kwamba yeye anakamataga wadudu na huwa anajaribu sumu mbalimbali ambazo pia zinaweza kutumika kama dawa. Ilishawahi kumtibia mama yake, alikuwa na ugonjwa mgumu kweli kweli, lakini kwa kutumia hiyo dawa ilifanikiwa kumtibu. Lakini alipoipeleka ile formula kwa mkuu wa kiwanda au mkuu wa maabara aliikataa, na yule mkuu wa maabara ndio baba yake na Amanda. Anasema kwa hiyo ni kwamba yule mkuu aliharibu ile formula. Alafu baada ya kuiharibu ile formula na mimi akanifukuza kazi. Aliponifukuza kazi mamangu alikosa kabisa dawa, na baadaye mamangu akafika mahali akafariki. Kwa namchukia sana baba Amanda. Nimemkamata Amanda ili kulipiza kisasi. Aliyesababisha mamangu afe ni baba yake na Amanda. Kwa leo nimemkamata Amanda, najua tu kwa namna moja ama nyingine lazima baba yake atakuja kumwokoa. Kwa wewe hapa uko kwenye cell na pia Amanda yuko kwenye cell. Na mimi nimeanzisha kiwanda ili nigenerate formula zingine zaidi ili niweze kutibu watu, lakini si hivyo tu, mimi pia niweze kuwa na nguvu. Na kweli ndio maana naona na yeye yuko strong sana. Dogo akakumbuka na yeye siku ile aling'atwa na mdudu. Kwa hiyo ndio maana ampata zile nguvu za ajabu. Kumbe inasemekana sasa ndani ya hizi formula ambazo anazichanganya kutoka kwa wadudu kuna nguvu ambayo inatengenezeka. Sasa yeye sasa hivi anaitumia kama sehemu ya kisasi, kitu ambacho sio kizuri. Lakini anamwambia dogo, nina nguvu za kupambana. Hakuna kiumbe yote ambaye ananiweza. Naweza kuunganisha mifupa, naweza kusoma fahamu za mtu, naweza kufanya kila mambo ambayo wengine hawayawezi. Na hapa hii laboratory nimeitengeneza mwenyewe. Kwa hiyo nilimkamata Amanda kwa kisasi. Wewe nilishazijua nyendo zako. Nilishaona wakati ana publish Antiboy. Kwa naamini kuna nguvu za ants ndani yako, kuna nguvu ya mchwa au ya siafu ndani yako, na nakuahidi nitaichomoa. Dogo aliumia sana. Kwa bahati nzuri bwana siku hiyo kumbe maaskari wakawa wamekuja huku nje. Basi jamaa alikaamua kukimbia kutoka kwenye ile nyumba. Basi akamfanikiwa kumchomoa binti pamoja na dogo. Kuja huku ndo dogo anamsimulia William yaliyojiri kule. Anaambia kule bwana mambo yalikuwa ni magumu.
na ni kwamba yule anakuja kwa ajili ya kulipiza kisasi, na kumbe alishafuatilia nyendo zangu wakati natenda misaada shuleni, kila mahali ananifuatilia. Itakuwaje huenda kanifuatilia zaidi shuleni? William anamwambia kaza, wewe bado ni mtu jasiri, unatakiwa kuendelea kupambana. Antiboy anamwambia mimi sitaki kupambana, Amanda mwenyewe nadhani hanipendi mimi, anampenda Antiboy. Cha ajabu leo yuko shuleni akicheki yeye jamaa limekuja kwa ajili ya kufuatilia tena. William akamletea yale mavazi yake, vaa mavazi upambane. Anasema siwezi kupambana, nataka kumuonesha Amanda kwamba anatakiwa kunipenda mimi kama Peli na asipende kwa sababu eti mimi ni Antiboy. Wewe twende tusaidie, shule inaangamia. William alimbeleza sana dogo, lakini dogo aligoma. Basi William akaamua acha yeye aingie mzigoni asaidie ili jopo la watu. Akaenda akavaa hiyo kofia na kuanza kumuinda yule jamaa Free ili aweze kumwangamiza, kwa sababu yeye ndo anayesumbua hapa shuleni kwa sasa, kwa sababu anamuinda Amanda pamoja na yule dogo. Kweli bwana, jamaa likamkuta linamnusa, linaambia bwana wewe sio Antiboy, mbona uonekane ukiwa na nguvu zote? Wewe unasema mimi nimekuja kwa ajili ya kuikomboa shule yangu, sina lolote lingine. Lakini dogo Antiboy yuko ndampata taarifa sasa kwamba rafiki yake amekamatwa. Basi dogo akaona wewe sio mbaya, haiwezekani rafiki yangu auawe. Kaenda akachukua zile jezi mzee, ni kuingia mzigoni sasa kuanza kumtafuta ile adui. Akaja mpaka huko msituni, kumbuka na uwezo wa kunusa. Akaja akamfungulia huyo dogo kwa sababu kwa amefungwa hapa, alafu na kweli sasa yeye jamaa Free limekuja muda huo hapo. Nikamwambia sasa wewe leo na kuangamiza kwa sababu kule ndani uliokoka. Dogo akazunguka kwa nyuma akamchoma na kitu fulani. Yeye jamaa nguvu zikaanza kumuisha pale. Kumbe kuna damu fulani za wadudu huwa anazitumia. Kwa hiyo zile damu zikawa zinatoka. Dogo akaja kwa spidi akampambana akampiga huyu jamaa. Na bahati nzuri kweli jamaa akafanikiwa kuanguka. Na jamaa akawa ameteketea kabisa hapo. Yaani nguvu zake zimekwisha. Vyombo vya habari vikaanza kutangaza na kusema namna ambavyo Antiboy amekuwa bora. Antiboy baadaye akaja kwa ile Amanda, anamwambia Amanda, Aida yuko wapi? Huyo anamwambia naomba nikubusu, umenisaidia katika mengi. Anasema hapana, sitaki unibusu kwa sababu kiufahamu halisia wangu utanikataa. Ni kwamba huyo dogo Pele anakumbuka na zalaulikaga sana kule shuleni, lakini akiwa kwenye mavazi haya hawamtambui. Akaja Aida yeye anamjuaga kwamba huyo ndio Pele yule. Akamwambia asante kwa kumsaidia mdogo wangu na nitamwambia kwamba wewe ndio Pele. Anamwambia ina maana, mimi acha niendelee na maisha yangu ya kawaida, nataka anipende kama nilivyo. Dogo akavua jezi, maisha kama ameendelea hapo mtaani. Anatamani kupendwa na Amanda kama alivyo vile vile. Aisee, huu ndio mwisho wa ngoma hii. Niambie hapo chini umeionaje? Ngoma fupi kweli kweli, lakini nzuri na ina burudani. Huyu dogo alikuwa na uwezo wa ajabu kweli kweli. Anaitwa Antiboy ya mwaka 2013. Mimi naitwa Sebe Director Official SD. Usiache ku comment, ku like, ku share na kusubscribe hapo chini na kwenye SD Swahili Films ili kwanza kupata malikali kama hizi punde tu inapokuwa naziachia. Ciao.